la Jivanji, na ambapo utakuwa na wahusisha wanachama wa bunge la wananchi kuhusiana na kauli ambayo ilikuwa imetolewa jana na waziri wa masuala ya usalama Kipchumba Murkomen kwamba hatua kali inafaa kuchukuliwa kwa wale waandamanaji ambao walikuwa na nia ya kushambulia vituo vya polisi. Na kumbuka kwamba hili limejiri hata baada ya maandamano kushuhudiwa, na ambapo ni visa ambavyo vimeripotiwa katika kaunti tofauti tofauti, na hili linajiri kipindi ambacho kumekuwa na maandamano ambayo ilisababisha uharibifu wa mali na kulikuwepo na vurumai, na swala ambalo huenda lilionekana kana kwamba likawalemea walinda usalama. Karibu sana kwenye mada hii. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na nitakuwa nahusisha hapa wanachama wa bunge la wananchi, na ningependa nianze tu kwa upande wa huku, labda watakuwa wanajitambulisha kisha wanachangia mada. Nianze nawe kaka. Shukran. Kwa majina naitwa Moses Amuko. Mimi ni mwanachama wa bunge la wananchi. Kwa kweli matamshi ya waziri wa usalama wa ndani Bwana Murkomen ni matamshi mazito sana, ambayo yanafaa kuchanganiwa vizuri, kwa maana imeleta tumbo joto katika nchi. Unapoongelea swala la kupigwa risasi mwananchi ili polisi afanye nini, akuwe defended, si swala rahisi. Kwa hivyo mimi kivyangu I condemn it. Na kuendelea mbele, kweli ni changamoto kwa afisa wa polisi, na ni changamoto pia kwa ule mwandamanaji. Maana waandamanaji wanatetea haki zao, lakini kunakuwa na wale pia wana intention ile fiche, nia yao fiche ya kuwepo katika yale maandamano. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu sana kwa afisa wa polisi kuweza kujua huyu ni mwandamanaji ambaye amekuja kutetea haki zake, na huyu mwingine naye ni mwizi au ambaye amekuja tu kufanya nini, ku take advantage of the situation. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu, na inakuwa ni changamoto kwa walinda usalama na pia sisi kama wananchi. Lakini kwa waziri, huwezi jitokeza waziwazi ukawaambia polisi ya kwamba eti leo hii mtu akija mbele yako mpige risasi. Hata hivyo pia, lakini waziri anasema kwamba alinukuliwa vibaya.